na wengine wote ambao mnafanya hivyo. Sasa kunako taarifa mbalimbali kunako taarifa mbalimbali zinazojiri duniani huko. Ni kujuze tu kwamba zipo taarifa nyingi kutokea Afrika, kutokea Afrika Mashariki, na kutokea duniani kwa ujumla. Sasa miongoni mwa taarifa kubwa ambayo inaendelea Afrika kwa sasa, ukanda huu wa kwetu kabisa huu, ni kuhusiana kile ambacho kinajiri pale DRC, naweza kupaita DR Congo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kama unakumbuka wiki moja iliyopita ulisainiwa mkataba mkubwa kweli kweli ambao ulitajwa huenda ungemaliza mzozo uliokuwa unaendelea kati ya waasi wa M23 na serikali ya Kongo DR. Na wakati unasainiwa uliwahusisha marais wawili, ambapo ni rais wa Kongo wa DRC maana yake Felix Tshisekedi, pamoja na rais wa Rwanda ambao wanatajwa kuwa nyuma ya kundi la M23. Na walisainiwa pale nchini Marekani, ambapo chini ya rais wa Marekani Donald Trump. Kumbuka mpango huu unaendeshwa na Marekani, lakini pia Katari pia wameweka mkono wake wa kuhakikisha jambo linakwenda salama. Na rais wa Marekani Donald Trump, wakati anazungumza baada ya ule tuile mkataba wa amani kusainiwa, alitamba kwamba baada ya jitihada nyingi kufeli, huenda yeye ndo amemaliza, wao ameanza safari nzuri ya kumaliza huo mgogoro ambao unagharimu maisha ya watu pamoja na nchi yenyewe. Sasa baada ya hayo yote, matarajio yalikuwa ni kukoma kabisa kwa mapigano labda. Sasa jana waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamechukua hatua mpya, ambapo wamefanikiwa kuingia katika mji wa mashariki mwa Kongo, mji wa Uvira, kituo muhimu cha jeshi la Kongo karibu na mpaka wa Burundi. Vyanzo vinne vikiwemo wakazi wawili wamewaeleza wanahabari kwamba M23 wameuchukua mji huo. Sasa milio ya risasi na milipuko ya hapa na pale iliripotiwa wakati waasi hao wakiingia katika mji huo muhimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mashambulizi ambayo yamewalazimu maelfu ya watu kutoroka na kuvuka mpaka na kuingia Burundi. Na nilikuwa nafuatilia jana, serikali ya Burundi pia ni kama imewazuia wakimbizi kuingia kwenye nchi hiyo kwanza, na mpaka taarifa za asubuhi hii ilikuwa bado kuna hiyo sintofahamu. Lakini wakazi wengi kwelikweli wa eneo lile la Uvira, ambao ni mji muhimu kwelikweli kwa jeshi la DRC, ambao unadaiwa tayari umechukuliwa na waasi wa M23, wamekimbia. Wakazi wa eneo hilo wengi wameondoka wakiwa wanatafuta hifadhi, ikiwemo nchini Burundi. Sasa wakazi na vyanzo vya kijeshi vimesema wanajeshi walikuwa wakikimbia shambulio la Uvira, mji wa mwisho unaoshikiliwa na serikali katika eneo hilo lenye utajiri wa madini. Rais wa Marekani, kama unakumbuka, Trump aliafiki makubaliano ya amani wiki iliyopita, kama nilivyokueleza awali, kati ya rais wa DR Congo Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda, ili kumaliza mzozo huo uliodumu kwa muda mrefu, lakini mapigano yameendelea hata baada ya kusainiwa kwa mkataba huo. Sasa duru za kijeshi na usalama zinasema wapiganaji hao waasi walisonga mbele kutoka kaskazini karibu na mpaka wa Burundi. Kwa hiyo hali bado ni tete kwelikweli. Ukipita kwenye vyombo vya habari vya Afrika vingi kimo pale DRC, Burundi, Rwanda, bado vinaripoti kwamba hali ni mbaya, na wakazi wengi wa eneo lile wanakimbia sasa kuelekea katika maeneo ambayo yana unafuu wa amani majirani, Burundi ikiwemo. Hiyo ni taarifa kutokea Kongo. Kwa hiyo wachambuzi na wasuala mambo ya kisiasa wanaeleza kuwa bado mkataba ule au makubaliano yale yaliyosainiwa hayajawa tiba kwenye hilo. Bado hayajawa tiba kwenye hicho ambacho kinaendelea pale DRC. Sisi ni kusubiri na kuona mwisho wa hili ambalo linaendelea, lakini pia kuwaombea wenzetu. Kuwaombea wenzetu amani tawale. Ndio ndugu zangu. Haya.
Morning Express. Mwingineko tuliripoti hapa Jumatatu kuhusiana na kufeli kwa mapinduzi yaliyotaka kufanyika pale nchini Benin. Na baadaye tukaripoti pia kuwa rais wa taifa hilo alitangaza kwamba wanawasaka na wale waliojaribu kufanya mapinduzi yale, kwa mujibu wa sheria tayari ni wana hukumu ya kifo kwa sababu ni waasi tayari. Sasa ripoti zinaeleza kuwa kiongozi wa mapinduzi hayo ambayo yalishindwa nchini Benin ametafuta hifadhi katika nchi jirani ya Togo, ambapo hii taarifa ni ya afisa mkuu wa serikali ya Benin. Amewaeleza wanahabari siku ya jana akitaka arejeshwe mara moja. Wanajeshi walichukua udhibiti wa kituo cha televisheni, kama unakumbuka, Jumapili asubuhi cha serikali ya Benin kwa muda mfupi, na kudai kuwa wamemuondoa madarakani Rais Patrice Talon, ingawa wanajeshi wa Benin wakisaidiwa na vikosi vya anga vya Nigeria, ujasusi wa Ufaransa na usaidizi wa vifaa walizuia jaribio hilo. Ili kwa Jumapili asubuhi. Sasa wanajeshi hao walimtaja Kanali Tigri Pascal kwa kiongozi wa mapinduzi. Awali alikuwa hajulikani aliko. Kanali Tigri ndo alitajwa kama miongoni mwa watu ambao wameinitiate au wameongoza mapinduzi yale. Sasa wizara ya mambo ya nje ya Togo haijasema chochote kutokana na taarifa ya kiongozi huyo au muongoza mapinduzi hayo yaliyofeli kutajwa kwamba amekimbilia nchini Togo. Wapiganaji wa mapinduzi walijaribu kumteka Talon, kama unakumbuka, lakini na walikaribia vya kutosha hadi Talon akashuhudia mapigano makali. Taarifa ya serikali ya Benin inaeleza namna ilivyokuwa Jumatatu. Kwa hiyo sasa hivi taarifa zinazoeleza ni kwamba bwana Tigri huenda yuko nchini Togo kwa kujificha, lakini serikali ya Benin imetoa taarifa kwamba inamhitaji arejeshwe mara moja nchini Benin kwa ajili ya taratibu za kisheria, kwa sababu tayari ni muasi wa taifa lake. Kumbuka Jumapili asubuhi ilikuwa kuna taarifa ya mapinduzi, lakini baadaye serikali ikakanusha na ikafanikiwa kumrejesha Rais Talon madarakani na kuendelea na shughuli zake. Msemaji wa serikali ya Benin Wilfred Laundre amesema Jumaa kwamba watu 14 wamekamatwa kuhusiana na jaribio la mapinduzi kule nchini Benin. Hizo ndio taarifa kutokea kule Benin ambazo walikuwa nazo tangu Jumapili mpaka leo. Morning Express. Taarifa nyingine bana, kwenye ukanda huo wa Afrika Magharibi ni utawala wa kijeshi wa Guinea Bissau umepitisha katiba ya mpito ya miezi 12 ambayo inawazuia rais wa mpito na waziri mkuu kugombea katika uchaguzi ujao. Hii ikiwa ni wiki mbili baada ya maafisa wa jeshi kufanya mapinduzi ambayo yalisimamisha katiba. Kumbuka hii pia sasa kwa mujibu wa shirika la habari la nchi hiyo na mataifa na mashirika ya habari ya kimataifa, hati hiyo yenye vifungu 29 iliyochapishwa Jumanne inataka uchaguzi wa rais na wabunge ufanyike mwishoni mwa kipindi cha mpito cha mwaka mmoja, na tarehe ya kupiga kura itawekwa na rais wa mpito wa taifa hilo. Sasa maafisa wa jeshi nchini Guinea Bissau walimpindua Rais Umaro Sissoco Embalo, kama nakumbuka ilikuwa Novemba 26, na kumteua Meja Jenerali Hota Inta kama rais wa mpito siku iliyofuata. Sasa mapinduzi hayo yalifanyika siku moja kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais na wa bunge. Kwa hiyo taarifa ikufikia kwamba anayekuwa rais wa mpito wa taifa hilo na waziri mkuu wa mpito wa taifa hilo, kwa mujibu wa hiyo katiba iliyopitishwa ya mpito ambayo inatumika kwa sasa pale Guinea Bissau, hawataruhusiwa kugombea kiti cha urais wakati uchaguzi utakapotangazwa katika taifa hilo. Hiyo ni miongoni mwa taarifa ambayo pia unastahili kuifahamu kutokea kule Guinea Bissau.
mambo ni mengi kweli kweli Afrika Magharibi. Nimeona hizi issue za mapinduzi kwenye ukanda huo kwa gumzo kweli kweli, viongozi wakionya kwamba huenda nchi hizo zikakumbwa zaidi na matukio kama hayo kwa sababu ya mifumo ya uendeshaji wa mataifa hayo. Hiyo histori kubwa kutokea ukanda huo. Tuangazie taarifa nyingine ambapo tunaelezwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump na utawala wa taifa hilo umeitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC kuachana na mipango yoyote ya kumchunguza na hata kumshtaki Rais Trump na maafisa wa utawala wake pale watakapomaliza muda wao mwaka 2029. Kwara mzito ambao Marekani imeichimba mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC. Sasa utawala wa Trump umeitaka mahakama hiyo kufanya marekebisho katika sheria yake ya msingi ili kuhakikisha haimchunguzi wala kumshtaki rais huyo wa Marekani hapo baadaye. Afisa wa serikali ya Trump aliyezungumza na vyombo vya habari jana kwa sharti la kutokutajwa jina, anasema utawala huo umeahidi vikwazo dhidi ya mahakama hiyo kama itashindwa pia kuachana na uchunguzi wa awali dhidi ya wanajeshi wa Marekani kutokana na vitendo vyao nchini Afghanistan na kesi dhidi ya viongozi wa Israel. Mahakama ya ICC imekuwa ikikosolewa mara nyingi kwa kuwalenga zaidi viongozi wa Afrika pekee, huku mfumo wa uendeshaji wake ambao umekuwa ukiwaogopa viongozi wa mataifa makubwa duniani ukinyoshewa vidole, na hivyo kufanya mahakama hiyo kukosa uhalali wa sababu ya kuanzishwa kwake. Kwa kilalamikiwa sana kwamba inatazama sana huku barani Afrika kuliko mataifa mengine. Wadau wa siasa wamekuwa kichambua hivyo. Lakini jana serikali ya Marekani yenyewe pia imeonya, jamani, rais wetu akimaliza muda wake asichunguzwe, asiguswe. Ndio katumia lugha nyepesi kwamba asiguswe. Hiyo ni taarifa kutokea kwenye maeneo hayo pia ambapo kutokea kule nchini Marekani. Naweza pia kuiweka hivyo. Naweza kutuandikia maoni yako kupitia 068380 23 2966 068380 2966. Unaweza kuandika maoni yako hayo kupitia hapo, lakini kumbuka pia tupo live kabisa. Asanteni kwa wale wote ambao mnaendelea kutuandikia maoni kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube na maeneo mengine. Asanteni pia. Nimekuona rafiki yangu unasema kumekucha, nampa hai mzee Waziri Mgaza Maramba. Naitwa Ali Ngwasifu kutoka Tanga. Naitwa Mchelewa kutokea kutokea Mauta Bulioni Sakatonge hapo, anasema anatusalimia pia na kawasalimia watu kibao hapa kwenye ujumbe wake. Asante sana. Lakini Saidi Ngura nimekuona, anasema nipo Lamba Singida. Asubuhi njema kwa wafuatao, kawataja wengi kweli hapa, kina Abdalla Ngura, kina Laida Sima na wengine wote ambao umewataja pia zimewafikia. Asante pia. Naitwa Masudi Shabani Mpinda, napatikana Kivuleni Tanga. Tuko pamoja sana mpaka tamati saa 3 kamili. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Jefu wa 96.8 Musoma anasema najiandaa kwenda shamba. Anasema tupia mapiano moja hapo. Bwana, asante. Habari za hapo mjengoni na wapata vizuri kabisa. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Anaitwa J wa Uswazi. Pia kaandika maoni yake hapo. Endelea kutuandikia kupitia 0683802966 0683802966. Sisi tukirejea hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya kutazama yaliyoandikwa kwenye wino mzito. Magazeti yameandika mengi, mitandao imeandika mengi, na sisi pia tutakuwa na nafasi nzuri ya kuyatazama na kuweza kuyagusa hapa na